kwamba kuchagua au kuteua mtu ambaye ataenda kuikaimu ile nafasi au kuwa makamu wa rais, ambayo sasa ni nafasi inaenda kubaki wazi. Ni kipindi ambacho anatakiwa kuwa makini. Kwa nini? Unafahamu nguvu ya ushawishi ya Dr. Nchimbi aliyokuwa nayo kwa Watanzania, lakini kwa wana CCM wenzake, na kama alikuwa na nguvu ya ushawishi, basi pengine hata rais anatakiwa kuwa makini sana kwenye uteuzi wa hii nafasi. Lazima awe mtu ambaye anakubalika na Watanzania, lakini lazima awe mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kazi kweli kweli. Si mtu ambaye tena Watanzania watamtilia shaka utendaji wake pamoja na namna ambavyo imani yake Watanzania wana imani naye. Kwa hiyo rais nafikiri anapaswa kuwa makini sana katika kuchukua mtu ambaye anaenda kuziba pengo ambalo linaenda kuachwa na Dr. Emmanuel Nchimbi. Lazima aangalie mtu ambaye kweli anaweza akafanya kazi na Watanzania. Nchimbi aliwahi kuwa katibu mkuu CCM. Kujiuzulu kwake kunakuja baada ya miezi ya tetesi za mvutano ndani ya chama na madai kuitwa mbele ya kamati ya maadili. Je, hatua hii itaunganisha CCM au itazidisha mgawanyiko, hasa kwa kuwa ni mara ya pili katika miaka miwili katibu mkuu wa CCM anaondoka? Kimsingi, ndugu mwandishi, hatupaswi kuita hili mgawanyiko wa CCM kabla ya kuona ushahidi wa mgawanyiko. Lakini pia hatupaswi kupuuza kwamba kuondoka kwa makamu wa rais ni tukio lenye uzito ndani ya chama. Huenda kweli kuna mgawanyiko, na mimi nataka nikwambie kwamba sehemu yoyote yenye watu zaidi ya mmoja, wawili, watatu, hatuwezi kukubaliana kwenye kila jambo. Kwa sababu huyu ana mawazo yake, huyu ana mawazo yake. Kwa hiyo inawezekana ikawa dalili mojawapo ya kwamba huenda kuna mgawanyiko fulani, na hilo ni jambo la kawaida. Ingawaje chama kinaamini katika itikadi fulani, lakini katika zile itikadi lazima kuwe na tofauti. Utakumbuka mwaka 1984 alikuwa makamu wa rais wa kwanza, ambaye pia wakati ule alikuwa rais wa Zanzibar kwa wakati ule, ndugu Sheikh Jumbe. Alichukua uamuzi ambao pengine unafananishwa na huu. Kwa nini? Kwa sababu tu ya tofauti za kimtizamo, kwamba yeye aliamini lazima tuwe na serikali tatu, lakini kwa wakati ule wakaamini kwamba tunaenda na mfumo wa serikali mbili. Kwa hiyo tofauti za kimawazo kama hizo zilimfanya akachukuliwa au akajiuzuru, akalazimika kujiuzuru. Kwa hiyo pengine hata hili ambalo tunaliona leo pengine ni matokeo au ya mambo ambayo tunaweza tukayalinganisha na yale ambayo yalitokea zamani. Pengine kumekuwa ndio na mtazamo tofauti ambao yeye na sitaki kuamini kama ni yeye peke yake. Pengine kuna watu wengine nyuma ambao wanaamini hichi ambacho yeye anakiamini, lakini wanaamini uamuzi aliochukua ni sahihi. Kwa hiyo wacha tuone, pengine kadri muda unavyoenda tunaweza tukaelewa mengi zaidi. Na vipi kwa serikali ya Samia? Je, itazofika au itaimarika? Nadhani athari ya kweli haitapimwa kwa kuondoka kwa Dr. Nchimbi pekee, bali itapimwa kwa aina ya mrithi ambaye atapatikana. Kimsingi tunaweza tukaona athari za kiutendaji zinaweza zikatokea kwa sababu Nchimbi ni kiongozi mkubwa, ni kiongozi ambaye alikuwa kwenye majukumu. Sasa kuondoka kwake moja kwa moja lazima kutakuwa na athari fulani za kiutendaji. Lakini kisiasa inaweza kuwa kinyume chake, kwamba inampa rais nafasi ya kuchagua mtu ambaye anaweza au ambaye anaona sasa kwa wakati huu anaendana na maono yake. Kwa hiyo moja, athari zinaweza kutokea zile za kiutendaji kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa kazini, ni mtu ambaye alikuwa katika shughuli mbalimbali kwa hiyo zile shughuli kwa kipindi fulani zinaweza zikasimama. Lakini pili, inaweza pia ikawa nafasi nzuri zaidi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia kuchagua mrithi mzuri, mrithi ambaye anaendana na maono yake au yule ambaye anaamini katika misimamo ya Mheshimiwa Rais. Je, hili ni mfano mzuri wa kuonyesha kwamba viongozi wanaweza kuondoka kwa hiari au linaweza kuwa kigezo cha kutia shakani
kwa kuonyesha kwamba nafasi ya makamu wa rais haina uthabiti wa kisiasa. Kusema nafasi ya makamu wa rais haina uthabiti wa kisiasa, sitaki kuamini hivyo, kwa sababu naye pia ni miongoni mwa wale waliopigiwa kura. Kama ni wale waliopigiwa kura katika uchaguzi uliopita, basi Watanzania walimwamini rais, walimwamini pia makamu. Kwa hiyo nafikiri suala la kujiuzulu linaweza kuwa ukomavu, ndio, au utashi wa kisiasa, tunaweza tukasema hivyo, kwa sababu katika nchi zetu za Afrika hatujazoea kuona hatua kama hizi zikichukuliwa mara kwa mara. Kule nchini Kenya tulikuwa tuna Rigathi Gachagua ambaye yeye walimfanyia impeachment, yule walimuondoa kwa nguvu. Lakini huyu kama ameweza kuondoka mwenyewe, pengine tunaweza tukaona ni kitu kama, tunaweza tukakiita utashi wa kisiasa katika namna hiyo. Nafikiri tunaweza kuiweka kwenye kundi la namna hiyo, ndugu mwandishi.